Kwa majina naitwa Deogracia Abderuka, ni afisa maendeleo ya jamii RUWASA wilaya ya Njombe. Tukio hili tumewahusisha vyombo vyetu vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii, ambapo katika wilaya ya Njombe tuna jumla ya vyombo 11 ambavyo vinahusika na utoaji wa huduma ya maji vijijini. Kwa hiyo tuliandaa tukio ambapo tulikuwa na kikao cha management cha robo, ambayo ni takwa la kisheria kwamba kila baada ya miezi mitatu tunatakiwa kukaa kikao cha robo ambapo viongozi wa CBOSO kwa maana ya mameneja na wahasibu ambao ndio wanahusika kujisimamia hivyo vyombo na RUWASA wilaya, ambapo wataalamu wote wanakuwa wanahusika. Tunakutana kwa pamoja kujadili maendeleo ya vyombo vyetu, lakini pia changamoto ambazo zinajitokeza katika utendaji kazi. Lengo kila mmoja aweze kujifunza kutoka kwa mwenzie. Je, mwenzangu anafanya nini ili hali inayopelekea anafanikiwa zaidi, na changamoto ni nini, na wote kwa pamoja tunatafuta namna ya kuzitatua. Kwa hiyo tuna vyombo 9 ambavyo vimeshiriki mafunzo haya, ambapo katika halmashauri ya mji wa Njombe vyombo 3 vimeshiriki, ambapo ni Luki, Rui na Nuriai. Na katika halmashauri ya Makambako tuna vyombo 2 ambavyo vimeshiriki, ambavyo ni Makita na Imau. Na katika halmashauri ya wilaya ya Njombe tuna vyombo 4 ambavyo vimeshiriki, ambavyo ni Likoma, Umaki, Rumi na Kigo. Kutokana na kikao chetu ambacho tumekifanya, matokeo ambayo tunatarajia, kwa sababu kuna vyombo vingine ambavyo makusanyo yake ni madogo zaidi, lakini kuna vyombo vingine vina makusanyo makubwa na vinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kupitia kikao hichi tunaamini kwamba kila mmoja amepata kujifunza kwamba mwenzangu anafanya nini, mbinu gani ambazo anazitumia ili kupata makusanyo zaidi. Kwa hiyo naamini wale ambao wana makusanyo madogo wamechukua zile mbinu. Tunachotarajia sasa, hata vile vyombo ambavyo vilikuwa vinakusanya makusanyo madogo sasa vinaenda kuwa na makusanyo makubwa zaidi, kwa sababu tumejifunza kukutana watu CBOSO 9 kwa pamoja, kila mmoja kuna kitu amekipata kutoka kwa mwenzie, kwamba kutoka halmashauri ya Njombe mji mwenzangu anafanya 1 2 3, huyu anafanya 1 2 3. Kwa hiyo kila mmoja kuna kitu amepata. Kwa hiyo tunatarajia makusanyo yatazidi kuongezeka zaidi. Kupitia kikao hichi kuna vitu ambavyo watendaji wakikaa peke yao kwenye kijiji chao au kwenye kata yao wanaamini kwamba hichi kitu hakiwezekani, lakini kupitia kikao hichi watu wamepata kujifunza kutoka kwa wenzao. Mwenzangu anafanya nini akikutana na changamoto fulani? Kwa mfano, kuna watu wana miradi ya pampu. Kwa hiyo kuna mwingine akipata changamoto, mradi unasimama muda mrefu bila kutoa huduma, lakini kupitia kukaa kwa pamoja wamejifunza kwamba mwenzangu anafanya nini. Pampu inapoharibika ninatakiwa kuchukua hatua 1 2 3. Changamoto fulani inapotokea ninatakiwa kuchukua hatua 1 2 3. Kwa hiyo ninaamini kupitia kikao hichi watendaji wetu wamejifunza vitu vingi sana, ambavyo tunaamini kwamba huduma ya maji vijijini inaenda kuimarika zaidi ya vile ambavyo ilikuwa. Rai yangu kwa wananchi ni mwitikio wa kuchangia huduma ya maji. Wananchi wanatakiwa kutambua kwamba huduma ya maji inahitaji uendelevu, na uendelevu wake unahitaji pesa. Pesa hizo zinatokana na makusanyo ya zile ankara za maji. Kwa hiyo wanapotumiwa bili za maji walipe kwa wakati, ili kuhakikisha huduma ya maji wanayoipata inaendelea kuwa endelevu zaidi. Naitwa Emmanuel Flavian Nkombe, ni mkuu wa dawati la uwezeshaji biashara mkoa wa Njombe. Kazi kubwa ya dawati ni kuwawezesha wale wafanyabiashara ambao bado wako wadogo ili kuweza kuwakuza. Na vingine dawati pia tunasimamia, labda kama mteja anataka kufunga biashara tunakuwa naye kwa ajili ya kumshawishi kufanya chochote ili asiweze kufunga, kwa sababu lengo kubwa ni mteja aweze kuendelea zaidi, sio kufanya nini, sio kufunga. Leo tuko hapa RUWASA kwa ajili ya kutoa elimu kwa watu ambao wanajiita CBOSO, kwa maana ya elimu tunayotoa ni kuhusiana na masuala ya PI, na vile vile tunatoa elimu kuhusiana na masuala ya usodi, na vile vile tunasajili tini kwa watu ambao hawana tini. Zoezi letu la kwanza ambao tumeanza nalo, tumeanza na zoezi la kusajili tini, kwa sababu baadhi ya hao watendaji walikuwa hawana tini. Lakini baada ya kusajili tini tunakuja kwenye zoezi la elimu ambao tulianza Jumatatu kwa ajili ya kuiendeleza kwa kufanya kwenye mfumo kabisa, ambayo ilikuwa elimu inahusiana na kodi za zuio, withholding tax, kwa sababu tunaamini hao watendaji watakuwa wananunua bidhaa, na vile vile tunaamini watakuwa wanaajiri watu na wengine kwa ajili ya withholding ya service.
yani kodi azuie kutokana na nini, na hiyo service.